sehemu yake. Ni jukumu letu na sisi tufanye sehemu yetu. Mungu amefanya sehemu yake, ametupigania mwaka mzima. Sehemu yetu ni kumshukuru Mungu. Ametuma Yesu, amekuja, amekufa msalabani kwa dhambi zetu. Sehemu yetu ni kumpokea Yesu. Inaita tena, fanya sehemu yako baada ya Mungu kufanya sehemu yake. Na ningependa tuone maandiko, mifano michache, sikuchukua muda mrefu, mifano michache, kwa sababu kuna maandiko mengi kwenye Biblia yamegawanyishwa sehemu yetu na sehemu ya Mungu. Na katika kitabu cha Kutoka, na hiyo ndio tunaita Exodus, in the book of Exodus 14 na mstari wa 13, hapa ni World Mission Center. Kwa wale ambao wanatutazama katika mitandao, ibada yetu ya Kiswahili, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii hata tunapofika mwisho wa Disemba. Kwa jina la Yesu, ni furaha yetu ya kwamba unaweza kuungana nasi moja kwa moja katika ibada ya leo. Mahali popote ulipo, labda uko kwenye hospitali, labda unasafiri, labda uko nyumbani, labda uko kazini, mahali popote ulipo unaweza kuungana nasi. Ninaamini kwamba Mungu wa walio hai anaenda kukubariki. Basi katika kitabu cha Mwanzo, hawa ni wana wa Israeli, wanatoka katika nchi ya Misri, wanaelekea katika nchi ya ahadi, na wamefika mahali wamekuta lile bahari la Shamu liko mbele zao. Na mstari wa 11 unasema, wakamwambia Musa, je, kwa sababu ambapo ni makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani, mbona umetutendea haya kutotoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo lile tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, sasa hapo ndipo ninalenga sana. Mstari wa 13, Mungu akaongea ndani ya Musa na akaambia watu, wakati wametoka wanaenda wamekuta Red Sea. Everybody has a Red Sea experience. Red Sea experience ni mahali ambapo hii safari ilikuwangi imenyooka yote. Kuna mahali utakuta vikwazo katika familia, vikwazo katika ndoa, kuna vikwazo katika biashara, kuna vikwazo vingi katika huduma. Wewe ukiwa mtu wa kuona vikwazo kama vile nimesema, na vikwazo vinakushusha, vikwazo vinafanya urudi nyuma, utakuwa na safari ngumu. Maisha kupokea Yesu, yani kuwa Yesu ni mwokozi wako, it is not an immunity, sio kinga ya kumaanisha vikwazo havitakuja. Yesu kuingia ndani yako sio kumaanisha utatukanwa. In fact, Yesu alisema, heri wale ambao watu wanaongea mabaya juu yenu kwa sababu yangu mimi. Na hiyo Wakristo wengi hawapeli. Sio watu wengi wanakuja hapa kusema Bwana asifiwe. Kuna ushuhuda ambao ningependa kutoa. Nataka nishuhudie niseme, watu wananiita mwizi na wananiita muuaji na mchawi kwa sababu ya Yesu. Kwa hivyo niko hapa kusema mimi nimefurahia kutukanwa kwa sababu ya Yesu. Hiyo ukisema watu wengi waone hiyo kama testimony. Lakini Yesu alisema kwamba heri wakati watu wanaongea, wakiongea hivyo isikuwe kweli, unatukanwa kwa sababu ya Yesu, unateswa kwa sababu ya Yesu. Haleluya. Unakuwa persecuted kwa sababu ya Yesu. Unafukuzwa popote mahali unakaa, maana wewe unaomba sana. Ni kama Danieli. Danieli wakati aliletewa mashtaka, hakukuwa na shtaka lolote la kweli. Shtaka ambalo liletwa mbele, tunahitaji kuinua kiwango chetu cha maombi mpaka tunafukuzwa kwa ile popote tunakaa. Sio kwa sababu unaanua nguo za watu wengine kabla zikauke. Sio kwa sababu Mungu akipita mpaka ingie kwako hapatikani tena.
sio kwa sababu ya makelele ya matusi, lakini kwa sababu ya kelele za maombi. Nasema unafukuzwa kwa blow. Haleluya. Watu wanasema huyu jamaa aondoke, wakiangalia makosa ni kwa sababu wewe ni muombaji. Haleluya. Kwa hiyo hii safari itakuwa imenyooka. Kwenye safari yao wakakutana na Red Sea experience. Na mstari wa 13 unasema Mungu akanena ndani ya Musa akasema, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana Wamisri mliowaona leo hamtawaona milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Na mnajua vile Wamisri walivyo wakimbiza mpaka magari yao yakang'oka miguu, wakaingia kwenye bahari. Na kitu nilikuwa nimeona kwa social media, sijui kama ni kweli au sio kweli, watu walikuwa wameleta ati kwa Red Sea, kwa surface yake kule chini kunapatikana magurudumu ya chuma. Wakasema hayo magurudumu ya miaka na miaka, na kuna watu walikuwa wanasema ni magurudumu ya magari ya farasi yaliyokuwa ya Wamisri wakiwakimbiza wana wa Israeli wakatupukia majini. Labda ni kweli, lakini kweli tunajua magari yao yaliingia kule. So linagawanywa kwa sehemu mbili. Biblia inasema kwamba msiogope. Kama kutogopa ni nani? Yangu. Haleluya. Ni Mungu anasema asiogope hapana. Kwa hiyo jukumu la kutoogopa wakati unamwamini Mungu ni lako. It is our responsibility not to live in fear. If we believe and we trust and we have our confidence in God. So wanaambiwa msiogope. Tena sehemu yao ingine wanaambiwa simameni tu. Kazi yao ni ya kusimama. Walipoambiwa Mungu anakuja kuwapigania. Kwa hivyo their path was stand still. Kiingereza inasema do not fear, do not be terrified, do not be afraid, do not be dismayed. Hallelujah. Do not be terrified. Msiogope, simameni imara. Hallelujah. Mkauone wokovu wa Bwana. Bwana sehemu ya Mungu, sehemu ya Mungu nayo anasema mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo. Maana hapa Misri mnaoona hamtaona milele. Bwana atawapigania ninyi mtanyamaza kimya. Muujiza unakamilika wakati wewe na mimi tunafanya sehemu yetu. Hallelujah. A miracle is always completed when I do my part and God will do his part. Can I surprise you? God will never fail on his part. Mungu hakuna wakati atashindwa pande yake. Nasema Mungu hatashindwa pande yake. Hallelujah. Many times ni sisi tunashindwa pande yetu. Fanya sehemu yako, maana na yeye Mungu amefanya na hakika atafanya sehemu yake. Kuna mtu wanaomba Mungu nipe pesa, Bwana nipe kazi. Hata wengine wanaongeza na ahadi. Hata sio 10% itatoa 20%. Kwa nikifunga na nini? Jua Mungu huwa kwa haraka sana. Anakimbia anajibu yale maombi. Niliwapatia testimony msichana mmoja aliombewa. Not long ago. Actually, she believes here. Na alikuwa anaombewa pale. Kuna watu wa imani kila ibada anataka kuombewa. Alikuwa anaombewa kazi. Kila mmoja sasa kuna hitaji lake. Hitaji hilo umesimamisha. Na kuna wakati Mungu huwa anaangalia tu, anasikiliza maombi yetu tu. Wakati mwingine anachelewesha maombi, maana anajua we don't need what we are saying. Maana wakati uko na shida na wakati umefurahia sana, watu wanasema maneno yale unaongea majina hayo sio ya kuaminiwa sana. When you're too angry or when you're too pressed or when you're too happy, ukiongea ukiwa na furaha sana
yale sio ya kuaminiwa sana. Praise the Lord. Nakumbuka hata mfano mmoja alisema, akamwambia ni binti yake, akamwambia alikuwa katika pati kubwa, ni Herodian. Akamwambia, wewe binti yangu ukipenda kupatia nini? Yaani niambie ile zawadi unataka nitakupatia. Mwingine wakati wa Esther akasema nitakupa nusu ya ufalme wangu. Yule msichana akasema nataka unipatie kichwa cha Yohana Mbatizaji. Unaona wakati unafurahia sana, uko na furaha kwa juu, unaweza sema mambo ambayo utarudi kujuta baada yake. Praise the Lord. Kifunga litakuwa omba. Kanisa likaomba. Haleluya. Kanisa baada ya kuomba, Mungu akafungua njia. Yule msichana akapata kazi. Akapata kazi kwa kampuni moja ya magari. Unajua kuna watu wako na ile tunaita overtaking anointing. Yanakuwa dilili yanakuja kwa haraka. Unakuta mtu amebarikiwa kwa haraka sana, kwa haraka. Kidogo ndiye huyo amepewa na kaburi. Unajua kuna watu ikifika huwa naabudu hapa. Hii gari kubakiwa hapa ni kama itakuwa ikikwaruzwa na watoto. Kwa hiyo acha tutafute kanisa ambalo liko na paki ambayo ni secure. Tusaidie. Tumeomba na wewe. Mungu amekuinua kiwango. Sina wewe tusaidie kuinuka hiyo kiwango. Tukuwe na kiwango. Naona hili kanisa inahitaji ile benches ambayo ni ya sponge. Naona nafinywa mgongo. Jamani. Kwa wale wale wako na hizo benches. Na kuna mahali walianzia. Kuna mtu aliwainua pale. Na wewe umeinuliwa. Si tusaidie ununua ngao mbili. Utuambie tukinunua kama hizi mtu fiwa tena. Utuate na ni sisi tuliomba na wewe. Mbona kuwa kama wale watoto mama anajikata kiuno anawasomesha. Mama hata Kiingereza hajui, kama mama yangu atakuwa hivi na yake hajui. Haleluya. Amen. Mama yangu jina kuandika hata kuongea business moja hajui. Na kwa sababu alikuwa ngambo amekaa ngambo Marekani for 12 years. Alifanya kazi Marekani bila kujua lugha yoyote. Na afanya kazi na communicate na wazungu 12 years. Yeye kimwambia go hiyo itawahi toka. Praise the Lord. Haitawahi toka. Kwa sababu bado akili yake ni vaji. Haitakuwa na masomo. Kwa hiyo shida. Haleluya. So mama anajikata anasomesha watoto. So wakati wa graduation unaaibika kusema ni mama yako. Mama katika graduation mama anahitaji graduation. Mko na graduation. Mama sio graduation. Mama ni nini jamani? So unaaibika hata kuambia wacha ni mama yetu sasa anasalimie. Na huyo mama ambaye unaibikia ndiye alijinyima, ndiye alijikasa, ukasoma. Sasa wewe umepewa graduation, umepata bachelor's degree, sasa umeendelea. Lakini sasa unaibikia aliyekufikisha hapo. Tukikuombea umeinuliwa, usiaibike kiwango ulicho. Tuinue kiwango hicho kwa jina la Yesu. Muinue mama hata kama hajasoma. Hata mwandikie mtu basi amsomeshe. Kama ukipata mama alikosa kusoma ndio nisome. Mkisikia kama preparation ndio mimi niseme graduation. Praise the Lord. Kama mama hana neno, don't be ashamed of that mother. Yeye ndiye alikubeba. Yeye ndiye alikusafisha. Yeye ndiye ametembea na wewe. Haleluya. Praise the Lord. Ndio sana akakuwa akapata gari ya kampuni akaanza kuchelewa. Kiulizwa kanisa anasema unajua Sunday ndio siku ya off peke yake. Ndio nilikuwa nimeenda kuosha gari, ndio nimeosha nguo, ndio nimefanya nini. Anaenda hivyo kwa maana vikwazo ambavyo ninavisema hapa ameshindwa jinsi ya kushinda vile vikwazo.
vikwazo lazima vitakuja maishani. Haleluya. Basi sehemu yao ilikuwa ni one part. Sehemu moja yenu simameni imara, na sehemu ya Mungu ni awaonyeshe wokovu wake. Wacha niwaambie, unangojea Bwana hakika wapati. Wewe unafanya sehemu yako, unangojea Mungu afanye sehemu yake. Maana Mungu lazima atatimiza sehemu yake. Hebu niwape neno ambalo ni rahisi sana kuelewa. Rahisi sana kuelewa. Biblia inasema katika Jeremiah 33 and verse 3. Jeremiah 33 and verse 3. Na ndio ujumbe wangu, ni rahisi sana. Fanya sehemu yako, maana Mungu amefanya sehemu yake. Na wacha nikuambie, kama Bwana hajafanya sehemu yake, amini usiamini, sehemu ya Bwana lazima ataifanya. Na sasa Bwana sehemu yake lazima ataifanya. Kuna wimbo wa Kikuyu unasema kama Mungu akija kuwapigania watu wake, haoni giza. Haleluya. Mungu haoni usiku, Mungu haoni milima. Haoni giza au mlima. Nothing can stop God to do his part. Hakuna kitu cha kusimamisha Mungu asifanye sehemu yake. Jeremiah inasemaje? Niite. Nami naambiwa aite Mungu. Ni Mungu atajiita kweli? Biblia inasema sisi pati yetu ni gani? Niite. Na anasema nami sasa pati yangu. Mungu anasema nami wakati umeniita nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Amen. Kuna mambo mengi hatujui. Nilikuwa nasoma hadithi ya Haga. Haga alikuwa ni mjakazi wa Haga na Sara. Wakati amefukuzwa na Sara, maana amepata mtoto, Sara amepata mtoto, na anaanza kutonyenyekea na maringo, basi akafukuzwa. Na wakati ambapo amefukuzwa ameenda, yuko jangwani akilia kwa sababu ya kilo cha mtoto wake Ishmael. Biblia inasema kwamba wakati alikuwa analia, ukisoma hayo maandiko I think Genesis around 18 or 17, wakati ambapo analia, kumbe kisima cha maji kilikuwa hapo karibu na yeye. Haleluya. Unajua ni macho hapo wamefunguliwa. Kuna mambo mengi tunahitaji, na kumbe yako karibu na sisi. Tunahitaji tuone, tuite Mungu. Tunapoita Mungu atuonyesha mambo makubwa tusiyojua. Kuna mambo mengi wapendwa hatujui. Na Biblia inasema kwamba the strategy to know what we don't know, the methodology, the formula, hallelujah, ni kuita, niiteni. This is God giving an invitation. Mimi niite, na mimi pande yangu ukiniita nitakuitikia. Wacha nikuambie, hakuna kitu kizuri kama kuita Mungu, Mungu anakuitikia. Haleluya. Ushahidi Kenya inajulikana, ukiwa Nairobi upige nduru, watu watakupiga tu, unapiga nduru zako. Hata ni rahisi sana ikuwe kwamba watahusika kukupiga, maana kuna ule mtindo wa anayepigwa watu wanasema ndiye mwizi. Na kwa sababu Kenya Nairobi watu wanaogopa kuokoa mtu ni ngumu sana, utakuta utaitana, kuna mtu atakuitikia. Naomba Disemba hii na mwaka ujao, tunapomuita Bwana, Bwana tuitikie kwa jina la Yesu. When you call for help, you receive the help in Jesus' mighty name. Unapoitana ukiwa na msaada, Mungu atume watu wa kuitikie kwa jina la Yesu. Unapolia ukiwa na shida, unapomwita Mungu ukiwa na shida, na Mungu akakuitikie, na Mungu akakuonekanie kwa jina la Yesu. Wakati mwingine hana Mungu anatuzunguka yako ndani yetu. Nani kumbuka hadithi ya Elisha? Elisha mtumishi wake Gehazi ameenda kwenye mji mmoja, na Biblia inasema kuna mama tajiri pale, na Elisha akawa akipita asubuhi anaenda huduma, anarudi jioni. Na hiyo ni Second Kings chapter 5, na pia tutaiona
Biblia inasema kwamba mama tajiri alikuwa pale. Na siku moja akamwambia mume wake, hebu huyu jamaa mimi naona, unajua the way we conduct ourselves, the way you carry yourself. Na vizuri hata mahali popote unapoenda, carry yourself as a person of God. Hata ukiwa na ile magambo, juu ya magambo watakuonekana kwa utukufu wa Mungu. You talk. Praise the Lord. Vile unaongea watu, na umeokoka. Wewe unaonekana msana umeokoka. Haleluya. Wewe msana pia kama mtu umeokoka. Haleluya. Sio kusikia kama ungependa soda na sausage, au unasema ni ile ya 500 meters ama ni ile ya 200 meters. Behave kama mtu ameokoka. Haleluya. Ukichokozwa behave kama mtu ameokoka. Haleluya. Ukiwa pale kwenye biashara, so Elisha alikuwa anatembea ana utukufu wa Mungu. Mama akamwambia mumewe, naona huyu jamaa, huyu mzee ambaye anapita, hata kama sijui kugeje watu, mimi naona kama ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ndio Biblia inasemaje? Wakati ambapo walipokuwa rudi kwa mumewe, imesema kwamba akiwa pale wakamwambia wacha tuangalie katika chumba chetu. Praise the Lord. Wakamwambia kama akienda na kurudi, tutengeneze chumba pale juu, kisha tuweke kitanda, kisha tuweke meza. Haleluya. Kisha tuweke taa. Wakaweka hizo vitu zote. So mtumishi wa Mungu akawa kama haendi mbali, akawa na mahali pa kupumzika. Neno linasema hawakuwa watu ungrateful, watu wasio na shukrani kama watu wengine. Kuna watu wengi wana shukrani. So wakasema sasa muda wetu umefika wa kuondoka. Ni nini tunaweza kuombea? Biblia inasema mama hakuwa na mtoto, ingawa alikuwa a noble woman, mama tajiri. Haleluya. Na kufupisha hadithi hiyo yote mrefu, Biblia inasema kwamba walimwombea akapata mtoto. Hebu niwaambie, mtoto alikuwa karibu na wao. Mtoto alikuwa ndani ya kitanda, mtoto alikuwa ndani ya meza, mtoto alikuwa ndani ya taa. In fact, mtoto tunaweza sema mtoto alikuwa katika nyumba yao. Kile walikuwa wamekosa ni prophetic connection. May the Lord God connect you prophetically in the name of Jesus. Mungu akuunganishe kiunabii mwaka unaokuja. Walikuwa wamekosa prophetic connection, uunganisho wa kinabii na wa kiungu. Maana mama hakuenda upasuaji, no. Hakuwa dawa, mzee hakupasuliwa. Praise the Lord. Mama hakuenda kuoshwa, nothing. Vile walikuwa katika uzee wao, vile walikuwa katika hiyo hali yao, ndio walipata mtoto. Mtoto walikuwa tu wanahitaji wafunguliwe macho, waunganike na Mungu, na mtoto akapatikana. They did not adopt the child. Alikuwa ni mtoto amezaliwa. Na nakumbuka hata baba yake wakati alikufa, akamwombea, na yule mtoto wakafufuka na akaendelea kwa jina la Yesu. May the Lord God connect you in the name of Jesus. Niita nami nitakuitikia. Hiyo ndio sehemu yetu kwa jina la Yesu. Wewe sehemu yetu ni kumuita Mungu, na sehemu ya Mungu ni kutuitikia. Naomba utakapomuita Bwana, Bwana akuitikie kwa jina la Yesu. Usikubali kupotoshwa na sauti ambazo zinapita. Usikubali kupotoshwa na mafundisho ambayo yanapita. Tulisema uelewe umebeba nini. Haleluya. Na nashukuru Mungu, mtumishi mmoja alieleza vizuri akasema, ukienda kwenye soko, na nafikiri ni wewe pia na ujumbe huo wengine waliuona. Ukienda kwenye soko na unauza mayai, ama unauza paipai. Unajua paipai ni very delicate na avocado. Huwa ninaona bwana kwenye soko, wakienda hii soko la Wangii, unakuta mwenye anauza makarai. Kuna siku alipenda kwa sana, nikafikia ni kama bomba. Mwenye anauza makarai, anaonyesha makarai. Hiyo unasuka. Na hizo karai haziwezi zikapasuka. Haleluya. Mwingine anauza manyundo.
Anasema usitegemee nyundo za wengine. Ingawa anasema in a very interesting way. Usitegemee nyundo za wengine. Nunua nyundo yako. Anaonyesha hiyo manyundo. Wengine wanauza hizi marogeo za kuuza kupika chapati. Anaonyesha. Lakini wacha nikwambie, wewe unaweza kuonyesha maji. Kama unauza maji unaweza kuonyesha. Papai unaweza kuonyesha. Avocado unaweza kuongeza. In fact hata watu wakinunua avocado huwa upendi wasifie. Maana nikionaifinya ndio inaharibika. Unamwambia wacha nikuchagulie. Katika kiroho usifuate kile umebeba. Mtu amebeba mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho ni very delicate. Kereza watu ambao wamebeba wewe usizifuate. Wewe ukiwa mtoto wa Mungu unaelewa what I'm carrying is very very delicate. Praise the Lord. Kile kama ni very very delicate, unajichunga, unajielewa wewe mwenyewe. Umebeba Yesu. Hawezi kuwa na kelele za wale ambao hakuna kitu wamebeba. Mfano tu ukiwa na yule mtumishi wa Mungu akasema yeye amebeba watu wengi. Umebeba uhai. Umebeba mioyo mingi ndani yako. Wewe umeokoka, umebeba Yesu, na ndio kama tumebeba Yesu, hii Disemba tuwezi enda kila mahali. Hii Disemba tuwezi kula kila kitu. Hii Disemba hatuchanganya, sio tu Disemba, hauwezi changanyana na kila watu. Kuna kile special ambacho umebeba. Mtu wa mayai huwa anaenda anapita, kwanza akipita mahali na umati anakuwa very careful. Gogo na magoti na kufu. Lakini mtu wa makaraka anaweza yangusha kutoka juu. Anataka kuonyesha kama haiwezi kapasuka. Know what you carry. Nasema jua kile umebeba. Nasema tena jua kile umebeba. Sio kila mtu amebeba kile umebeba. Haleluya. Uwe mwangalifu kwa kile umebeba, ukitunze na ukilinde kwa jina la Yesu. Hapo tuona maandiko mengine mawili, fanya sehemu yako na Mungu atafanya sehemu yake. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7, maneno ambayo tunaelewa rahisi sana. Wengine tumeteseka maana Mungu alipofanya sehemu yake hakufanya yetu. Na kama Mungu hajafanya sehemu yake, I tell you for sure, kama hajafanya lazima ataifanya. Nasema lazima ataifanya. Hebu sikia maneno rahisi sana, Mathayo 7:7. Ombeni. Ni nani wanaomba? Ni malaika wanaomba. Ni Yesu Roho Mtakatifu, Mungu Mwana, Mungu Roho anaomba, Mungu Baba? Hapana. Ombeni. Na sisi tutafanywa nini? Tutapewa. Kwa hiyo wanaopewa ni kina nani? Ni waombao. Anayepeana ni nani? So huyu Mungu anasema kwamba mimi niko tayari kuwapa, lakini kazi yenu na sehemu yenu ni kuomba. Na ndio neno linasema mahali pengine hatuna maana hatuombi, na wengine hatuna maana tunataka tutumie kwa anasa zetu na kwa malengo yetu. Haleluya. Nataka Mungu nipe nywele 5,000 mpaka nikija kanisani macho ya watu wote ni mimi yanaangalia. Hiyo ni kuomba. Lakini naomba with the wrong motive, with the wrong desire. Hallelujah. Nipe pesa. Nipe pesa. Mpaka ni intimidate maadui wangu wote. Maybe that is not the right motive. Wakati ungeomba Mungu nipe pesa, niinue ufalme wako. Mungu nipe pesa Baba, nizide mianya katika ufalme wako. That is the right motive. Hallelujah. Fanya sehemu yako na Mungu atafanya sehemu yake. Fanya sehemu yako kwa sababu na yeye Mungu amefanya sehemu yake. Ombeni mtakaposikia, tafuteni. Na Mungu atafanya nini? Mungu atahakikisha mmepata. Unajua Mungu anafanya hivi. Hebu tusome hadithi ya Ruth. Alikubali akarudi na mama yake wakati Naomi amerudi. Naomi amesema msiniite Naomi, niiteni Mara.
So ile mchana mmoja wa kijana wake akarudi na yeye. Wakati Ruthu amerudi, na Biblia inasema kwamba kukawa sasa wamekaa Moabi miaka mingi hawajulikani, lakini akashikamana na tajiri mmoja anaitwa nani? Boaz. Na katika shamba la Boaz wanasema Ruthu wakati ambapo alikuwa anaenda kuokota ngano, wana wa kule na mama mkwe anaitwa Naomi, Boaz aliamrisha wafanyikazi wake akawaambia, deliberately mnapovuna ngano muache kama imeanguka njiani. Ndiyo Ruthu akisha aokote ngano wakale pamoja na mama yake. Haleluya! Hiyo Boaz akatoa mashauri akasema, msiokote yote. Na mimi nikisoma hili neno ninalinganisha na hilo. Mungu wakati tunatafuta anahakikisha kwenye njia zetu tunachokitafuta tunakipata. Nasema Mungu anahakikisha ukitafuta Mungu utampata. Mungu anahakikisha ukiwa na bidii ya kutafuta kazi utaipata. Kama wanadamu wanaweza nasema mwageni ngano zingine kwenye njia. Ndio Ruthu akija asikapiga waokota wakale na mama yake. Hiyo ni hekima ya mwanadamu. Na je, Mungu atafanya zaidi namna gani? Mungu atahakikisha tutafutapo tutapata. Na ninatabiri na kuombea kwa jina la Yesu, unapotafuta na ukaukiwe mwaka ujao ipate. Biblia inasema kwamba ni haleluya. Kwa sababu tukiaminika atafungua milango na madirisha, tutakosa pa kuweka milango ingine na madirisha mengine. Ni noble divine idea. Unapewa anointing ya profession ambayo uko nayo, unaifanya kwa ustadi. Soma Exodus 32. Kuna mtu mmoja anaitwa Oholiab. Wakati ambapo inasemekana watengeneze ile nyumba ya Mungu, hajui kuchonga mawe, lakini neno linasema Roho wa Mungu anashuka juu yake. Hajawahi kuchonga mawe, lakini anapewa the spirit of that skill. Anapewa hiyo excellence spirit. Roho ya kufanya mambo vizuri, anachonga mawe na hajawahi kuchonga mawe. Naomba kwamba Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Njia nyingine ya Mungu kubariki kazi ya mikono yetu ni unafanya mambo kama mtu amekuwa trained. Watu wanauliza ulijua hivyo lini? Ni kwa sababu kuna madirisha yamefunguka. Mwaka ujao Mungu akafungua madirisha na milango ya mbinguni. Akabariki akili zako. Lakini watu wanauliza ulisomea. Haleluya. Watu wanauliza wapi kwa jina la Yesu. Haleluya. Nilikuwa juzi na aposto wetu nikashangaa sana. Na nitasema hili kwa ruhusa yake, maana nilimwambia nitasoma. Tulipokuwa tukizungumza nikaona document zake. Nikamuuliza, kwani ulifanya nini? 4 years ago. 8. Sijasema form 4. 8 ndio alifanya. KCP. Hivi KCP ama ni KCSE? KCP. I think 2 or 3 years ago. Sio, alimaliza
ufalme wako katika mikono mimi ndio ninapisha. Sehemu ya Mungu ni kufanya nini? Kuhakikisha funguliwa. Unapisha labda kwa ulishindwa kufanya sehemu yako, December ina I want to do my part in Jesus name. When someone say amen. Just for 1 and verse 5. Biblia inasema kwamba wacha nianze ndio tuelewe kidogo verse 1. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, Joshua 1:1, mtumishi wa Bwana Bwana akamwambia Joshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huo wa Jordan, wewe na watu hao wote, mkaende katika nchi niwapayo wana wa Israeli. Verse 3, kisha mahali tutakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyowaapia Musa,
kazi ya kukanyaga nyayo ni yetu. Tangu jangwa hili na mlima huu wa Lebanon mpaka mto ule mkubwa wa Frati na nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari kubwa ya upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mipaka wenu. Sikia, hapata kuwapo mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele zako siku zote za maisha yako. Kama vile nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Unajua mtu ukisoma hiyo yote, anafurahia. Kwani Mungu amenipatia nzuri namna gani? Hutaniacha, hutanipungukia, kila mahali nyayo za miguu yangu zitakanyaga utanipa. Sasa hiyo yote ni sehemu ya Mungu. Hebu sikia sehemu yake basi. Ndio inaanza pati yake. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ni kazi ya nani kuwa na ushujaa? Praise the Lord. Hapa tulikuwa na maombi tukasema, na somo letu lilikuwa Waebrania 4:16, kikaribieni kiti cha enzi kwa ujasiri. Na nikapeana mfano. Unaona vile watu wanasafiri hapa saa hii, watu wanasafiri safari za usiku. Ni ngumu sana ukuwe mjasiri ukitembea na gari inahitaji inasimamishwa barabarani. Akitaka unaenda Amboseli. Hiyo msitu ya kwenda kule Voi, kwenda kule msitu wa Ndege. Na hiyo gari wana ikienda lazima inahitaji isukumwe. Madereva ndio hapa utakuwa na mjasiri kweli. Pastor John, Maura na wengine utakuwa mjasiri kweli. Na hiyo gari labda ilikuwa na jicho moja. Jicho moja. Kuna wakati miaka mingi 2008 for them about to be hijackiwa. Hawakora walikuwa na bunduki. Kwa hili kirakari hapo hivi tu. So walikuwa ni wakora wanne. Pia kwa gari wakaanza kujiendesha. Everything works together for the good. Wakati unaona saa ingine unapenda mfuko, ndio kofi yako kwa siku hiyo. Wakati unaona labda ulichelewa ukaenda town umechelewa, ndio sababu yako. Tulikuwa na siku hiyo haikuwa inaona jicho moja. So wamechukua gari na mimi na baba mwingine na mtoto mdogo. Haikuwa wakati wa madeni. Ndio wanatuelekeza wapi? Ule msitu kanyaga kule kama mara 5. Lakini kuna driver anakubeba unalala unaota. Inaitwa confidence. Confidence ya hapa. Bwana kumwambia Joshua uwe na moyo wa ushujaa. Haleluya. Hiyo ni sehemu yake. Uangalie kutenda sawasawa na sheria iliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume ama wa kushoto upate kufanikiwa sana katika kile uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno ya mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo. Hiyo yote ni sehemu ya nani? Ni sehemu yangu na ni sehemu ya Joshua. Fanya sehemu yako na Mungu atafanya sehemu yake. Kama hujafanya sehemu yako, hakika ujue wewe ndio umefanya muujiza usikamilike. Na kama Mungu hajafanya, niko hapa kumwakilisha. Maana ni mwaminifu, lazima atafanya sehemu yake. Unapoangalia yale mambo aliyokuambia Bwana mwaka huu, have you done smart before your plan? Before blame Mungu, have you done your part? Fanya sehemu yako na Mungu akafanya sehemu yake. Hebu tuinamishe uso mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Tuzungumze na Bwana, tumwambie Bwana na kuomba unisaidie, na kuomba Baba unisaidie Baba katika jina la Yesu. Utukufu wako Baba ninakuomba Baba. Hakika kama kunisaidia mighty warrior, great in battle, Jehovah, your name.
worship the Lord a minute in Jesus' mighty name? Can you worship the Lord? Can you pray?